Yes, Badilika TV fichua fiche ndo kipindi chetu ambacho nakuletea moja kwa moja hapa Badilika TV. Ni jumbe juu ya jumbe, message juu ya message, ni nondo juu ya nondo. Yes, katika kujazia pale ambapo pamepungua kwa watu wengine, kwa sababu Mungu alituumba sisi sio wakamilifu. Kila mtu ana upungufu wake na hajawa kamilifu. Kwa hiyo mtu mwingine anajazia sehemu ambapo pengine kwa mtu mwingine palipungua. Kwa mimi sehemu ambayo najazia ni engo moja ambayo nimeisikia mara nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii na maeneo watu wakizungumza kwamba kuhusiana na dini upande wa mwanamke. Najua watu wengi wanajadili, wamekuwa wakijadili kwamba mwanaume na mwanamke ni yupi kati ya hao watu wawili abadilishe dini kumfuata mwingine. Mjadala umekuwa mwingi sana na mimi nimeona ni sehemu nzuri ya kujazia, nije nijazie niwape ujumbe kidogo kuhusiana na hili swala. Hili swala mimi naona kwamba inatakiwa tuwe na reference nyingi kidogo ili tuweze kupata majibu. Kwamba tukianzia nyuma pale Mungu alipoumba ulimwengu, akaumba Adamu na Hawa. Mungu alimuumba kwanza Adamu, ndipo akamuumba Hawa ama Eva. Adamu alikabidhiwa vitu vyote, pia akakabidhiwa Hawa ili aishi naye kwa akili. Hiyo sehemu ndio sehemu ambayo mimi naona kwamba tunaweza tukapata majibu kwamba yupi kati ya hawa wawili amfuate mwenzake, nikimaanisha kwamba mtoto wa kike huwezi kuwa na sababu hata moja ya kuanza kuleta hoja ya kwamba unataka mtoto wa kiume abadilishe dini ya kufuata wewe, kwa sababu ndoa kama ndoa, mtu ambaye anaitengeneza ama anafanya procedure zozote za kuonyesha kwamba hapa patakuwa na ndoa ni mtoto wa kiume, kwa sababu yeye ndiye anayeambiwa njoo nyumbani ujitambulishe. Manake mtoto wa kiume ndiye anakuwa wa kwanza kwenda kujitambulisha upande wa mwanamke, ili kujua kwamba hapa pana ndoa kweli, huyu ni muuaji kweli. Sio kwamba mtoto wa kike anakuwa wa kwanza kwenda kujitambulisha kwa upande wa mwanaume. Mtoto wa kiume ndiye anakuwa wa kwanza kwenda upande wa kike kujitambulisha na kusema hilo lengo lake, kusema kwamba mimi na dhumuni fulani kwenye hii familia. Kwa hiyo tukiacha na hapo, jambo linaloendelea ni kwamba mtoto wa upande wa mwanaume ndio wanaolipa mahari. Upande wa mwanaume ndio wanalipa mahari, na wao ndio wanaotengeneza ndoa. Ndoa inatengenezwa upande wa mwanaume kwenda upande wa kike. Upande wa kike jambo lao ni moja tu, la kutengeneza ama kujadiliana mahari, iwe kwa kiwango gani au iwe kwa kiasi gani au iwe vipi. Nafikiri hili ndio jambo pekee ambalo linashughulikiwa upande wa mwanamke. Na baada ya hapo maisha yote ya mwanamke yanakuwa chini ya mwanaume. Maisha yote baada ya hapo, baada ya procedure zote kufuata, inakuwa chini ya mwanamke, inakuwa chini ya mwanaume, sorry. Maisha yote ya mwanamke yanakuwa chini ya mwanamke. Na hata katika sheria ya nchi yetu ama za nchi mbalimbali ni kwamba mwanamke pia imekuwa hivyo, na hata sasa hivi ipo hivyo kwamba mwanamke jina lake la mwisho anaweza kubadilisha
badala ya kuitwa fulani bin fulani la baba yake mzazi, linaweza likatolewa na likawekwa la huyo mume wake. Hiyo ni kisheria kabisa, kwamba mtoto wa kike anaweza kubadilisha jina la mwisho, kulitoa la baba yake mzazi aliyemzaa na kumlea, aliyemleta duniani, na likawekwa jina la mwanaume. Hiyo ni kisheria kabisa, hiyo ipo. Tumeona watu wengi sana tumeona watu wengi sana wakifanya hivyo. Kwa mfano Mama Ana Mkapa, Mama Ana Mkapa na yeye hilo Mkapa ni jina la mume wake. Pia tumekuwa tukiona kwamba pia Mama Maria Nyerere, Nyerere ni jina la upande wa mume wake. Tukiwekea mifano mingine ni kwamba kuna watu kadhaa, hiyo nimechukua mifano na I'm sorry kwa kutumia mifano hii, kwa sababu hawa ni watu nyeti sana, sensitive sana. Kwa hiyo hatutaki wakati mwingine kuweka mifano kama hii, lakini imenibidi ili kujenga hoja yangu. Lakini kwa wale ambao wataona kama nimekosea, basi ninawaomba radhi kwa kufanya hivyo. Lakini hoja yangu ni kusisitiza kwamba mtoto wa kike hata kwenye maisha, mtoto mke anategemea huduma za 100% kutoka kwa mume wake. Kwa hiyo ni kwamba hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba mume ndio dereva, mume ndio rada, mume ndio dira, mume ndio kila kitu. Kwenye baadhi ya vitabu imetaja mume kama ni kichwa. Kwa hiyo kichwa hakiwezi kufuata direction ya sehemu nyingine yoyote. Kuna baadhi ya nchi mwanamke pia alikuwa haruhusiwi hata baadhi ya miaka, tuseme hata nchi yetu kwa hairuhusiwi mwanamke kumiliki ardhi, kumiliki magari, kuwa kwenye nafasi fulani za kazi na nini, kwa sababu hasa mwanamke ilimdefine kwa engo fulani. Kuna sababu zilipelekea hizi jumuiya kufanya hivi. Kuna baadhi ya nchi tu hivi karibuni tu za nchi za Kiarabu zimeruhusu mwanamke kuweza kumiliki gari na kuendesha. Nchi kama Afghanistan mwanamke pia haruhusiwi kufanya kazi. Kuna baadhi ya nchi mwanamke zimemkategori kwa namna nyingi sana. Hizo ndio nasema zimembagua ama zimetafsiri kuona kwamba mwanamke basi hataki kufanya kitu fulani ama kitu fulani. Kwa hiyo kwenye upande wa dini, mwanaume ndio kiongozi, mwanaume ndio kichwa. Kwa hiyo mwanaume anapobadilisha dini, tutajiuliza, je, katika majina yake mwanaume itabidi abadilishe aitwe majina ya baba yako wewe mwanamke? Je, imewahi kutokea? Jibu ni kwamba haijawahi kutokea. Na je, mwanaume atakapobadilisha dini, tunajiuliza kwenye upande bahati mbaya imetokea, Mungu amefanya yake, amefanya maamuzi yake. Je, katika mazishi, manake mwanaume Mungu akifanya yake anazikwa upande wa kwao, lakini mwanamke anazikwa upande wa mume, sio kwao. Ni kwa sababu hii inaonyesha kwamba mwanaume ni kichwa, mwanaume ndio dira ya mwanamke, mwanaume ni dira wa ndoa. Kwa hiyo ndio maana mwanamke hawezi kuzikwa kwao, kwa sababu yule mwanamke anakuwa amekabidhiwa kwa 100%. Ndio maana hata jina la mwisho linabadilika, anaitwa yule jina la mume wake, anatolewa jina la mzazi aliyemzaa kabisa, biological father, linawekwa yule wa jina la mume. Hii ni kuonyesha kwamba anakabidhiwa 100% ya maisha yake yawe chini ya mwanaume. Ndio maana mwanamke atakapoolewa kwenda kwao anaomba kibali,
kwamba naomba niende kwetu nikasalimie, ama niende kwenye harusi ama kwenye shughuli yoyote. Anaomba kibali, na mwanaume ana uwezo wa kumkatalia ama wa kumruhusu, lakini mwanaume haombi kibali kwa mwanamke wake mambo ya kwao, bali anatoa taarifa. Hapa ndipo tunapata pia majibu kwa namna nyingine kwamba mwanaume ni kichwa. Mwanaume haombi ruhusa kwa mwanamke, bali anatoa taarifa. Lakini taarifa haiwi kwamba basi kwa sababu wewe ndo unaamua, basi wewe napotoa taarifa basi muda huo ni immediately nianze kutekeleza ile jambo. Hapana, bali unatoa taarifa kwamba bwana, mke wangu baada ya siku 2 au mke wangu kuna tatizo limetokea kule nyumbani kwetu, kwa hiyo kesho kutwa hilo jambo ndo linafanyika, kwa hiyo natakiwa nifike. Ni kwa engo hiyo. Yeye mwanamke ni kwamba atajazia nyama tu kwamba bwana, imekuaje, unaenda kufanyaje, nini kimetokea, aidha twende wote ama uende mwenyewe na nini. Kwa hiyo bado hii ni hoja nyingine ambayo inajazia kwamba mwanaume ni kichwa cha nyumba. Haiwezekani mwanaume kubadilisha dini na kumfuata mwanamke. Sasa endapo atabadilisha dini na kumfuata mwanamke, je, kule kwao, endapo kwao yeye mwanaume ni dini nyingine, akibadilisha akifuata dini hiyo, je, katika maziko, endapo Mungu amefanya yake, itakuwaje? Kwa sababu anatakiwa azike kwao. Je, kidini hiyo itakuwaje? Kwa sababu wanaozika ni wale ambao, yani mwanaume anazikwa kwao chini ya wazazi wake, sio chini ya wazazi wa mwanamke. Anazikwa chini ya wazazi wa mwanaume. Je, na mwanaume anazikwa chini ya wazazi wa mwanaume. Je, wazazi wake na wanaozika, wanaosaidia kuzika yule mwanaume, wanaosaidia kuzika ni kule ambako dini ya baba yake na mama yake ilipo, ndio wanaosaidia kuzika. Je, itakuwaje aidha yule mwanaume ni Mkristo au Muislamu? Je, wale Waislamu je, itakuwaje waanze kutafuta msikiti ama kanisa sehemu ambako hawasali? Yaani maana yake waanze kujifunza wakati huo huo jambo linaendelea. Ina maana kwamba ushirika au namna ya kuzika itakuwa ni kama vile mtu anazikwa na halmashauri au anazikwa na site. Kwa hiyo mkanganyiko utakuwa ni mkubwa, kwa sababu wale watu watakuja kushiriki maziko, kitu ambacho wale hawakuwa na mawasiliano. Umeelewa? Ina maana utakabidhi watu ni kama vile mtu unakabidhi kwenye unakabidhi site wazike. Wewe utafuata, tutakuwa tu kama mgeni. Sasa huwezi kuwa mgeni kwenye mtoto wako. Hili ndio jambo ambalo pia au jambo ama hoja nyingine ambayo inajazia kwamba mwanamke anatakiwa kumfuata mume wake. Mwanamke anatakiwa kufuata mume wake. Na mwanamke, ndoa yoyote, mwanamke na mwanaume, ndoa yoyote inaishi ama inadumu au inatekeleza mambo yake kwa kufuata hisia za mwanaume, kwa sababu yeye ndio dereva. Konda huwezi kumshauri dereva, kwa sababu dereva ndio anaona kule kitu. Wewe unaweza kaona kama ni ule ni paka, lakini kumbe ile ni gema. Sasa huwezi kwanza kumlazimisha dereva fanya hivi. Pale ndipo ambapo unaweza kusababisha ajali. Kwa hiyo mwanamke ni kama konda. Haiwezekani konda awe yeye ndio aangalie mbele. Yeye konda kazi yake ni wale watu waliokaa nyuma ya dereva, kwa maana kwamba abiria na nani anashuka wapi, na nani amelipa nini. Kwa hiyo haiwezekani konda kukaa sehemu ya dereva wakati huo yeye ni konda. Kwa mimi hilo mjadala huo napenda kujadili kwa namna hiyo kwamba wakati mwingine pia unaweza kukuta kwamba kuna mkanganyiko kwamba ni itakuwaje kwa wale watu ambao wamekuwa na dini mbili tofauti, halafu hawajafikia mwafaka
e, wafanyaje, kwamba kila mtu anataka kubaki kwenye dini yake, kwamba basi waende bomani kufunga ndoa ya bomani. Mimi naweza nikasema pia hayo ni makosa makubwa sana kwa watu kuamua kufunga ndoa ya bomani, kwa sababu ndoa ya bomani, mimi naamini tu hata wale wanaofungisha ndoa ya bomani wao wana dini zao. Sidhani kwamba wale watu wa bomani wanakuwa hawana dini. Mimi nahisi kwamba watu wengi wana dini zao. Sasa bomani kwamba okay, sasa bomani okay, unafunga unajiungamanisha na spirit ipi? Manake pale ni mkataba ambao unajiunganisha. Ndoa inalindwa na Mungu. Kwa hiyo je, unajiungamanisha kwa spirit ipi? Kwa sababu pale ndoa ni mambo ya spiritual. Ndoa is the thing about spiritual 100%, sio physical. Kwa hiyo unafanya jambo lile, spirit ni roho, unajiungamanisha na roho, na roho zile zina mapokeo kwa kupitia imani. Je, imani yako umeijengea wapi? Imani sawa, inaweza mtu anaweza kawa sio na dini, lakini imani ina dini. Imani imejengwa. Imani haiibuki tu kwamba bwana leo nabadilisha imani leo no, haiwezekani kubadilisha imani. Imani huwa haibadiliki. Sasa je, hiyo imani ambayo haibadiliki ulijengea kupitia wapi? So imani ni tofauti na vyama vya siasa. Vyama vya siasa unaweza kubadilisha au ushabiki wa mpira, lakini imani huwezi kubadilika. Huwezi kuibadilisha imani. Imani imejengwa kwa dini fulani. Imani umeipata wapi? Umeelewa? Imani umeipata kwa engo gani? Sasa namna ile ile ulivyoipata imani, ndo vile vile lazima wewe ni mtu wa dini fulani, kwa sababu imani huwezi kuiokota njiani, lazima umeijenga mahali fulani. Kwa mfano kama mtu hawezi sidhani kama kuna mtu anaweza kubadilisha utaifa na kusema mimi taifa langu hili sitakuja tena wala sitadili nao. Mtu anabadilisha utaifa kwa sababu tu za kiuchumi, sababu labda za kiusalama, sababu ziko nyingi, lakini ndani yake hanakuwa hawezi kubadilisha. Eti mimi Mtanzania nimeishi miaka 30 ama 40 au 35, basi nibadilishe niwe Marekani, alafu Tanzania basi niachane nayo kabisa. Huwa ni kitu ambacho hakiwezekani. Yani utabadilisha kwa kupretend, lakini ndani ya moyo wako utakuwa wewe ni Marekani, lakini imani yako Marekani mwili, lakini hisia, akili, ubongo na moyo ni Mtanzania. Ni kitu ambacho huwezi kubadilisha. Utabadilisha tu kwa sababu ya sababu fulani na nini, lakini ndani ya moyo wako ni kitu ambacho kiwezi kukibadilisha, kwa sababu umeshakikulia, umeshakipata umekulia kwa muda mrefu, umeishi kwa muda mrefu, umejenga vitu vingi, imani, umejiungamanisha na mambo mengi. Asili yako, hamnaga mtu ambaye anaweza kubadilisha asili. Umeelewa? Unaweza kubadilisha vitu vingi, lakini asili huwezi kuibadilisha. Eti leo kwa sababu mimi ni mtu wa Mbeya basi nibadilishe niwe mtu wa Tabora, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hiyo ni sawa na imani. Imani haibadiliki, kwa sababu imani imejengwa tangu ulipozaliwa, na imejengwa tangu ulipozaliwa, na imejengwa na wale watu waliokuzaa. Sasa imani ni kama asili, huwezi kubadilisha kabila. Imani ni kama kabila. Sasa kufunga ndoa bomani ni kukataa kitu ambacho ni kama namba huwezi kubadilisha, namba don't rise. So ila sasa katika ndoa mwanamke kwa nini anabadilika? Kwa sababu hata kiimani pia imesema kwamba mwanamke ndio anatakiwa kumfuata mume wake, na hata kama atamfuata mume wake ni ile tu kwamba atatekeleza kile ambacho kimesemekana, lakini bado asili yake itakuwa yuko kule ambako
alitengeneza imani yake kwa muda mrefu, lakini inambidi abadilishe kwa sababu hakuna namna, kwa sababu yeye ndio ametajwa kwamba anatakiwa kubadilishwa. Kwa hiyo itakuwa ni kitu ambacho hakina namna. Kwa hiyo pamoja kwamba imani yabadilishwe, lakini mwanamke unaweza ukabadilisha kwa namna ya kwamba kibinadamu, kindoa, lakini ndio maana pia unaona kwamba kuna watu wengine wanabadilisha, lakini stili bado mambo yao yanabaki kule kule. Kwa mfano mtoto wa Kiislamu unaweza akabadilisha dini kumfuata Mkristo, lakini unaweza kukuta mavazi, namna anavyovaa bado anavaa vile vile, bado hawezi kuacha kichwa wazi, miguu, nguo ndefu na nini. Kwa hiyo unakuta bado kuna vitendo, kwa sababu imani haibadiliki, lakini kimwili, kindoa inatakiwa abadilishe na aanze kujifunza. Hata kama hatabadilika kabisa, labda itokee Mungu mwenyewe ameingilia katikati, basi anaweza akafanya jambo na kumbadilisha kabisa. Lakini mtu pekee ambaye anatakiwa kubadilika ni upande wa mwanamke, kwa sababu mwanamke yeye anafuata ama ameumbwa kumfuata mwanaume, kwa sababu mwanaume ndiye kichwa cha nyumba. Ili neno linamaanisha kwamba mwanamke ni konda, mwanaume ni dereva. Konda kazi yake itakuwa ni mlangoni na wale watu wa ndani ama mtu anayeshuka, lakini dereva itakuwa ni kuongoza kule gari ama usafiri huo unakoelekea. Na mtu muhimu katika usafiri ni dereva, sio konda. Kwa hiyo hii kwa maana ya mada hii iliyopo mezani kwamba sio kwa maana kwamba kwa mambo mengine, hapana. Mwanamke naye ana umuhimu mkubwa sana. Mwanamke ana umuhimu mkubwa sana. Kwa sababu pia hata ukiuliza mtu yote kati ya baba na mama unampenda yupi, 99.9 wanasema nampenda mama, kwa sababu mama ameshiriki kwa kiasi kikubwa sana katika ukuaji wako, kukutengeneza wewe kiroho, kispiriti na nini. Kwa hiyo mimi nawapa ujumbe kwamba mwanamke yoyote ambaye analeta maswali au mkanganyiko kwenye kubadilisha dini, mimi jibu langu ni moja, naweza nikasema kwamba huyo mwanamke kuna walakini katika mapenzi yake, kwa sababu tu kuwa na maswali katika mahusiano, kuwa na maswali katika hilo jambo la waweza kubadilisha dini ama vipi, ni maana yake kwamba inatafsiri ndani ya moyo wake, ndani ya moyo wake upendo wake ni walakini, upendo wake ni wa mashaka. Na ndio kwa sababu mwanamke anatakiwa kumfuata mwanaume kwa 100%, na hamna mtu ambaye anaweza kadauti. Lakini mwanaume akibadilisha dini itakuwa ni jambo hata vyombo vya habari vinaweza publish, likatangaza na kuona kama ni kitu cha ajabu. Kwa nini mwanaume amfuate mwanamke wakati yeye ndio dereva wa usafiri? Dereva hawezi kumfuata konda. Lakini mwanamke akibadilisha dini kumfuata mwanamke, sio, huwezi kuona kama ni jambo wanaweza kujadili hata watu zaidi ya familia yako. Aliwezi kuwa na mjadala. Kwa hiyo ni jambo ambalo unasema kwamba mwanamke akimfuata mwanaume ni amefuata katiba. Sasa kama wewe utaamua kutotumia katiba, unatumia kanuni na taratibu, basi wewe utakuwa huelewi maana ya katiba, kwa sababu katiba ndio sheria mama ya nchi. Kitu cha kwanza kabisa tunafuata katiba. Kitu cha pili ndio sheria, kanuni na taratibu. Lakini kanuni na taratibu haziwezi kuwa kubwa zaidi ya katiba. Katiba ndio kubwa. Kwa hiyo mwanaume kubadilisha dini kwa tafsiri ya haraka tunasema ni udhaifu, kwa sababu hajajua nafasi yake ambayo amepewa na Mungu. Mungu alimpa yeye kama dereva. Ndio maana Mungu alimuumba Adamu akakaa siku 7 ndio akamuumba mwanamke. Na alimuumba mwanamke, alimwambia Adamu nakuletea msaidizi. Akusema namletea mtu ambaye atakuongoza, hapana. Alisema nakuletea msaidizi. Kwa hiyo Adamu ndio mwenye jambo, ila msaidizi wake mambo madogo madogo. Msaidizi ni neno ambalo lenyewe tu lina tafsiri, ni kwamba inaweza kuwa huko kwenye mimi nasafiri naendesha gari,
lakini namletea deva wa ziada kwa endapo nitakapochoka, lakini sipochoka bado deva nakuwa mimi mwenyewe. Kwa hiyo ndoa ili iweze kuwa imara lazima mwanamke amsikilize mwanaume kwa 100%, hasa kwenye mambo fulani fulani ya kiusafiri. Lakini kuna baadhi ya mambo mwanaume anatakiwa amsikilize mwanamke. Kuna mambo mengi sana ambayo mwanaume anaweza kumsikiliza mwanamke.